Hello, mambo vipi? Uko poa? Mimi niko poa. Ni official Rose D kama kawaida. Sehemu pekee ambayo tunakutana ni hapa katika channel ya Bio Media. Channel pekee ambayo inakusogezea habari za burudani, michezo, pasi na kusahau habari za kijamii. Unaachaje kusubscribe? Hakikisha umegusa alama ya kengele ili kuendelea kuwa mwanafamilia wa channel hii ya Bio Media. Moja kati ya story ambazo zimekuwa zina trend kwenye mitandao ya kijamii ni story ambayo inamhusisha mwanadada Gigy Money pamoja na Official Nai kwa kwenye ugomvi, kile ambacho kinatajwa kuwaweka kwenye ugomvi wa muda mrefu, tena ugomvi mkubwa, ni kuhusiana na footballer kutoka katika klabu ya Dar es Salaam Young African, Pacome Zouzoua. Shikilia hapo, lakini kwanza hakikisha una subscribe alafu nikusanue nini ambacho kinaendelea. Kama ambavyo tunajua lakini pengine hujui, Gigy Money anaonekana kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na footballer huyu Pacome Zouzoua, lakini wakati huo huo Zouzoua anahusishwa kuwa katika uhusiano wa kimapenzi na Official Nai, lakini pia kina Karen Simba, sijui kina nani. Mambo ni mengi kwa kweli. Sasa Gigy Money amemjibu Mange Kimambi kwamba Pacome nimewaachia hao watoto wadogo kama Official Nai, bado mshamba tu kwangu. Imekaaje kwani? Kwa nini mshamba? Ni ile ambayo wanakuwa kwenye ugomvi wa muda mrefu. Lakini wacha nikusanue. Wasanii wa Bongo wameonekana kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na baadhi ya wachezaji, akili zao wengi zikiwatuma kwamba inawezekana wakabahatika kupata ndoa. Kama ambavyo tumeona imetokea kwa mwanamitindo, mfanyabiashara, mtu mkubwa sana hapa TZ, Hamisa Mobeto kufunga ndoa na mwanamichezo ama mchezaji pia kutoka kwenye timu ya wananchi Dar es Salaam Young African, Azizi Ki, Stefan Azizi Ki. Sasa wengi wa wasanii wamekuwa pia wakiingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na baadhi ya wachezaji wakifikiri inawezekana na wao wakabahatika kupata ndoa. Sasa Gigy Money siku zilizoweza kupita amekuwa akitajwa kuhusika kwenye mahusiano ya kimapenzi na Pacome Zouzoua, na nikukumbushe tu kwamba kuna clip ambayo ilikuwa inasambaa mitandaoni kwenye harusi ya Azizi Ki pamoja na Hamisa Mobeto, kwamba Azizi baada ya kumuona Gigy Money kwenye harusi alionekana kukurupuka na kuangalia huku na kule. Watu wakawa wanasema alikuwa anamwangalia Pacome kwamba uko wapi, nimemuona Gigy Money hapa. Sasa mambo iko hivi, Gigy Money amemjibu Mange Kimambi kwamba huyo Pacome nimewaachia watoto wadogo ambao kwangu ni washamba tu. Kwani Mange alifanyaje? Kupitia Mange Kimambi hapo, Mange amesema kwamba, na mnukuu anasema hivi: Gigy Money umekuwa ukimtaka muda mrefu sana Pacome, liko wazi hilo, lakini Pacome hana muda na wewe, anampenda naye. Umekuwa ukitumia nguvu kubwa sana ukiamini kwamba Pacome anakupenda, lakini Pacome hawezi kupoteza muda wake kuwa na mwanamke mwenye skendo mbovu kama wewe. Tafuta wanaume ambao ni type yako, Pacome ni wa Nai. Hiki ndicho kichombo ambacho kimeshushwa moja kwa moja kwenda kwa Gigy Money. Gigy Money kama ambavyo tunamjua yeye mwenyewe wa moto, ameshindwa kukaa kimya. Kuna maneno kibao ambayo ameyajibu, akimjibu huyu Mange Kimambi, dada wa taifa on the way from Marekani, lakini pia akimjibu huyu Nai ambaye wameonekana kama kushare hili penzi na Pacome. Gigy anakuambia inawezekana ilikuwa ni kwenye harakati za kupita tu, yeye aliwaka tu, kwa hiyo kwenye ile kuwaka akapita naye Pacome. Lakini kuna tofauti ya kupita na mtu, kuna tofauti ya kuwa na mtu kwenye mahusiano. Mambo iko hivyo. Huyo Pacome hana muda naye, yeye sasa hivi yupo kwenye penzi zito sana na mchezaji pia ambaye sasa hivi yuko zake huko majuu, anakiwasha huko, na wanapendana sana. Na mpaka sasa hivi ambako ninakuhabarisha ama ninakusanua skendo hizi ni kwamba Pacome ameshalambwa block na Gigy Money. Gigy Money anakuambia kwanza ameshakula block, nimeshamwani friend, na ni kutokana na maneno ambayo yamekuwa mengi katika mitandao ya kijamii, na mpenzi wangu ama penzi langu zito nililokanalo sasa hivi, current relationship yangu hainiruhusu kuendelea kuwa na urafiki na Pacome Zouzoua. So kwa mantiki hiyo nimemwani friend, lakini pia nimemlamba block. Mambo iko hivyo huko kwa upande wa Gigy Money pamoja na Official Nai. Mambo iko hivyo kama ambavyo nimekuambia.
Lakini jambo lingine pia ambalo Gigy Money ameweza kulizungumzia wakati anajibu haya mashambulizi ambayo yameanzishwa, amezungumza kwamba hawezi kushindana na msichana wa low budget. Yani kwake Official Nai bado ni msichana ambaye ni wa low budget, hajafikia hata viwango vyake, na yeye huko alishavuka. Anasema at least Karen Simba naweza nikamsikiliza, kwa sababu kwanza yeye alivyonifuata alikuja kwa utaratibu sana, akaniambia bwana Gigy, kule kwa Pacome mimi naona SMS zako ambazo kidogo kwa kweli sio nzuri, zinanitatiza. Anasema nilimuelewa, nikaona sasa ili kuondoa huu ugomvi nikamjibu tu vizuri, lakini pia ili yote hayo asitokee, kwa sababu ninaona kama Pacome ananiletea skendo nyingi sana, nikampiga blog. Hata bibi wangu haruhusu kuendelea mimi kuwa na urafiki na Pacome, kwa sababu ni kama ananiletea mambo ambayo sio. So siwezi kushindana na watoto ambao ni wadogo sana, watoto ambao bajeti zao kwanza bado ni ndogo. Na shindana na watu ambao kidogo wameshatengeneza brand zao. Yeye huko alishavuka, so shida zake. Kuhusiana na hiki ambacho nimekuhabarisha, sakata la Gigy Money, Pacome Zouzoua pamoja na Official Nai wote kuhusishwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu mmoja ambaye ni Pacome Zouzoua, wewe unalizungumziaje? Mambo iko hivyo, Gigy Money amevunja ukimya. Hayo ndio ambayo ameweza kuyajibu, mengine yakienda kwa Official Nai, lakini mengine yakienda kwa dada wa taifa Official Mange Kimambi. Gigy Money mwenyewe yumo. Unazungumziaje hilo? Basi utakuwa unatuma komenti yako, wewe ambaye unaitazama na kuifuatilia kwa karibu sana Bayo Media. Nikukumbushe tu, endelea kusubscribe, ni jambo ambalo ni la muhimu na litakuwa linapendeza zaidi. Tuma komenti yako, nitakuwa naipitia video inayofuata kwamba wewe unalizungumziaje hili. Bye bye.